Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upanzi dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Tatizo la kutozingatia sheria na kanuni za matumizi ya barabara limesababisha uharibifu wa taa za barabarani katika mtaa wa Shilabela, kata ya Buhalahala, manispaa ya Geita. Wakizungumza na Kurasa, baadhi ya wananchi wa mtaa huo wamesema licha ya waliogonga taa hizo kukamatwa na kutozwa faini, bado hazijarekebishwa. Kuna mataa mengine ni mabovu, yapo lakini ni mabovu haya watu. Nayo tena vile vile tunaiomba serikali iweze kuja iangalie kwamba je, ule usalama tupata tukiupata kipindi hicho ambacho taa zipo zinawaka, leo hazipo, kuna giza. Wale wafanyabiashara wadogo wadogo wako wamechazoea kupata mwanga kwenye taa hizo, hapo leo zimegongwa, hazipo. Serikali inatakiwa iangalie, je, hizi taa zikigongwa tunafanyaje? Waje wao ndio wafanye mkakati wa haraka kuzirudishia, au yule aliyogongwa ndio anatakiwa afanye mpango mkakati. Baada ya malalamiko hayo, kaimu meneja wa TANROADS mkoa wa Geita, mhandisi Ian Nyeme, amekiri kuwepo kwa changamoto hiyo na kueleza kuwa jitihada zinaendelea. Leo mwandishi, mpaka sasa tuna taa takriban 4 ambazo zimegongwa na magari, na bahati nzuri tuliweza kuwabaini hao waliofanya uhalifu huo. Baada ya kuwabaini, watatu tulikaa nao mezani na wakakubali kulipa ili kuweza kufanya matengenezo ya taa hizo. Tuendelee na Kurasa. Wanawake 6 wa manispaa ya Songea ambao wamekuwa wakifanya shughuli za kuendesha bajaji. Kati ya wanawake hao 6, 4 wamekumbwa na changamoto ya kukosa bajaji ya kufanya kazi. Bi Merina Edward, mwanamke ambaye anafanya shughuli ya kuendesha bajaji, amesema wenzao hao 4 wamekumbwa na changamoto ya kukosa bajaji baada ya kunyang'anywa na mabosi wao. Wanawake tuko 6. Tuko 6, ila wengine wapo nyumbani wamepaki kwa sababu hawana vyombo. Yaani mabosi labda wamepishana nao kidogo, basi vyombo vimepaki. Kwa wapo tu nyumbani, hawana kazi yoyote ya kufanya. Hapa sasa hizi rasmi ambao tuko kazini tumebaki watu wawili. Ila kwenye utafutaji kuna changamoto kama chombo kikiwa sio cha kwako. Kwa mfano sisi kwa umri tuliokuwa nayo itakuwa tupate vyombo vya kwetu. Katika kuondoa changamoto hiyo, uongozi wa wilaya ya Songea umewashauri wanawake hao kuunda kikundi ambacho kitakuwa na kigezo cha kupata mikopo ya 10%. Watu wanafikiria miradi mikubwa tu. Miradi tayari mnayo, kuwa na bajaji. Mkishakuwa 5, mkaunda kikundi, mkakopeshwa mafuta. Sio lazima kopeshwe hela, kopeshwa mafuta tu. Halmashauri ikalipa mafuta, mnaitazele 10,000 pale, zenye thamani ya milioni 15. Kwa hiyo kila siku mnaenda mnasaini, mnajaza mafuta na mnapiga hesabu hayo mafuta yanaleta nini, yanaleta tija gani. Nina uhakika mtanua bajaji zingine kwa kutumia mikopo hii ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Kuna haja ya ninyi wenyewe kudhibitiana wale wanaochanganya uhuni na kazi. Hamtakiwi mkishalewa muendeshe vyombo vya moto. Tumalizie Kurasa kwa hili. Wakulima wa zao la parachichi mkoani Rukwa wanakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa elimu kuhusu zao hilo pamoja na kipindi kirefu cha ukame, hali inayowakatisha tamaa kuendelea na zao hilo. Wakizungumza na Kurasa, wakulima hao wamekiri uwepo wa changamoto hizo, huku afisa kilimo mkoa wa Rukwa Sapiensi Lwemgamu akieleza mpango mkakati uliopo hadi sasa. Elimu ndio kitu kikubwa. Watu wengi hawajalijua vizuri hili zao, kwa hiyo ndio maana wanashindwa kulima. Ukiachana na kulijua tu, changamoto nyingine ambayo tunakutana nayo, mkoa wetu kuna hali kipindi kirefu cha ukame. Watu wengi wanajaribu kulima, wakikutana na changamoto ya maji basi wanaishia hapo hapo. Faida kwa wale ambao tulianza mwaka 20 mpaka sasa hivi tunavuna, tumeanza kuuza. Kwa hiyo tumeanza kupata hela, angalau maumivu yamepungua. Kwa hiyo badala ya mtu kuwa na mche mmoja, angalau sasa wengine wameongezea miche. Tayari tushaweka huo mpango kwa ajili ya kuwasaidia wakulima, na kwa sababu tayari wakulima wamejiunga kwenye vikundi, hasa ni mwanzo wa serikali kuingilia kati kwa ajili ya kuwapa huduma, kutoa huduma za ugani, kufanikisha kwa ajili ya wao kupata pembejeo na kupata viuatilifu ili waweze kuendeleza kilimo cha parachichi.
Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea kurasa kwa leo, jina langu ni Exaudi Mtei. Endelea kuangalia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.